Habari wafanyabiashara, leo tutajifunza namna ya kutafuta masoko kwa bidhaa au huduma yako. Kwa biashara yoyote ile, kuelewa mahitaji ya soko ni ufunguo wa mafanikio. Basi, tuanze. Product market fit ni wakati bidhaa yako inakutana na mahitaji halisi ya wateja. Ni kama kuchangia vizuri na soko lako, lakini kufikia hapo si rahisi. Kwa hivyo, nitakuonyesha mbinu zitakazokusaidia. Hatua ya kwanza, tambua soko lako. Chunguza demografia, tabia na mahitaji ya wateja wako. Uliza maswali: wateja wangu wanatoka wapi? Wanahitaji nini? Hatua ya pili, tengeneza bidhaa ya mfano MVP. Toa bidhaa rahisi iliyojikita kwenye tatizo kuu la soko. Kumbuka, si lazima iwe kamili, ila iwe inaweza kujibu swala moja kubwa. Hatua ya tatu, pima na kuboresha. Tuma MVP kwa wateja wachache na usikilize maoni yao. Rudia mchakato mpaka bidhaa yako inapata makubaliano na soko. Uwezo wa soko. Je, kuna watu wanaohitaji bidhaa yako? Ushindani. Watu wanalipa kwa suluhisho lako? Uboreshaji wa mara kwa mara. Endelea kufanya marekebisho kulingana na maoni. Kompyuta za mkononi zilipata PMF kwa kutoa urahisi wa mawasiliano. M-Pesa ilifanikiwa kwa kutatua tatizo la malipo kwa wale wasio na benki. Sasa, fanya kazi kwa bidhaa yako ifanikiwe kama hizi. Unaweza kutumia maoni ya moja kwa moja kutoka kwa wateja. Vipimo vya kiwango cha matumizi, ukuaji wa mauzo na udhibiti wa wateja wa mara kwa mara. Huwezi kukisia, inaweza kuchukua miezi hadi miaka. Kumbuka Airbnb ilichukua miaka kadhaa kufikia PMF. Usiwe na huruma, endelea kujifunza na kuboresha. Sasa unajua misingi ya kutafuta soko kwa biashara yako. Anza kwa kutambua mahitaji, tengeneza bidhaa rahisi na sikiliza wateja wako. Kumbuka, mafanikio yanaanza kwa kuelewa soko. Kama umejifunza kitu, bonyeza like, share na subscribe kwa mafunzo zaidi ya biashara.